Bwana Yesu asifiwe, mtu wa Mungu. Karibu kwenye huduma ya Tumaini Service, Every Soul is Saved. Tuko mahali hapa kuendelea kujifunza neno la Mungu, na ujumbe ambao Mungu anauachilia siku ya leo kwa ajili yetu unatoka katika taarifa inayosema sifa kuu za mtu anayempenda Mungu. Tunapaswa kuzifahamu sifa kuu za mtu anayempenda Mungu. Mungu anasema, na wapenda wale wanipendao, na wanitafutao kwa bidii wataniona. Nini maana yake? Maana yake kwamba Mungu mwenyewe anajua kwamba kuna watu wanaompenda na kuna watu hawampendi, na kwa sababu wako wasiompenda, ndio maana anasema anawapenda wanaompenda na wanaomtafuta kwa bidii. Kwa hiyo sifa mojawapo kuu ya mtu anayempenda Mungu au watu wanaompenda Mungu wanakuwa na moyo, au mtu anakuwa na moyo wa kumtafuta Mungu kwa bidii. Anakuwa na moyo wa kumtafuta Mungu kwa bidii. Ndio maana kwenye kitabu cha Isaya ile ya 55 ule mstari wa 6, Bwana anasema, mtafuteni Bwana maadamu anapatikana, mwiteni maadamu yu karibu. Na ukienda kwenye Yeremia ile Yeremia 23 ule mstari wa 23, Mungu anasema, mimi ni Mungu niliye karibu, wala si Mungu niliye mbali. Kwa hiyo mtu anayempenda Mungu wake, ndani yake lazima awe na sifa yenye moyo wa kumtafuta Mungu kwa bidii. Lakini sifa ya pili tunaona Mungu anasema mtu anayempenda Mungu ana moyo wa kumtolea Mungu sadaka. Na hii tunaiona kwenye kitabu cha Kutoka ile sura ya kwanza mstari wa kwanza na wa pili, sura ya 25 ile sura ya 25 mstari wa kwanza na wa pili. Neno la Mungu linasema, Bwana akanena na Musa akamwambia, waambie wana wa Israeli kwamba wanitwalie sadaka kila mtu ambaye moyo wake wampa kupenda. Kwa hiyo kama ndani yako huna msukumo wa kutoa sadaka kwa Mungu wako, huna msukumo wa kutoa sadaka kwa Mungu unayempenda, maana yake wewe humpendi. Yaani wewe mbele za Mungu hauna upendo kwa Mungu wako. Ukiwa na upendo kwa Mungu wako, ndani yako utakuwa na moyo, utakuwa na msukumo wa kutoa sadaka kwa Bwana. Na sifa nyingine Mungu anasema huyo mtu lazima awe ana moyo wa kufanya kazi ya Mungu wake. Huyo mtu lazima awe na moyo wa kufanya kazi ya Mungu wake. Kwa nini? Kwa sababu Mungu aliyekuumba, Mungu aliyekuokoa, Mungu anayekutunza, ndani yako lazima ameweka kazi fulani, kwamba wewe utamtumikia Mungu katika eneo fulani, utamtumikia Mungu katika kazi fulani. Sasa ukijikuta kwamba huna huo moyo, maana yake wewe humpendi Mungu. Mungu anasema kwenye kitabu cha Kutoka ile sura ya 23 ule mstari wa 25, nanyi mtamtumikia Bwana Mungu wenu. Manake Mungu akishakuita, Mungu akishakuumba, Mungu akishakuokoa, Mungu akishakuweka kwenye eneo fulani, maana yake ndani yako lazima ataweka msukumo wa kuifanya kazi yake. Kwa kila kazi ambayo Mungu anakuwa amekupa, ndani yake inao msukumo wa wewe kutumika kwenye eneo hilo kwa ajili ya manufaa na faida ya Mungu aliyekuumba. Kwa mfano, tutazame kwenye kitabu pia cha Zaburi. Ukiangalia ile Zaburi ya 101 ule mstari wa 6, Mungu anatusemesha kitu kingine pale. 101 Zaburi ule mstari wa 6, Bwana anasema hivi, macho yangu yatawaelekea waaminifu katika nchi, hao wakae nami, yeye aendaye katika njia kamilifu ndiye atakayenitumikia. Kwa Mungu anapotazama wanadamu, anatazama yule anayekwenda katika moyo wa ukamilifu, anasema huyo lazima awe mtumishi wake. Kwa hiyo moyo wako lazima usukumwe kwenye kufanya kazi ya Mungu. Ndiyo kipimo cha wewe kumpenda Mungu wako. Ndio maana wale wanaoabudu miungu mingine wana msukumo mkubwa sana wa kuitumikia miungu yao, kwa sababu wanaipenda. Sasa na wewe unayempenda au unayemwabudu Mungu wa mbinguni, lazima ndani yako kuwe kuna msukumo mkubwa wa kumtumikia. Ndio itatoa tafsiri kwamba unampenda Mungu wako. Na sifa nyingine Mungu anasema mtu wa namna hiyo lazima awe na moyo wa
wa kuchukia uovu na kila aina ya dhambi. Iko wazi, Mungu hakai pamoja na uovu. Mungu hakai pamoja na dhambi. Kwa hiyo sasa, kama hivyo ndivyo, manake na wewe unayempenda Mungu lazima uuchukie uovu, lazima usiipende dhambi, lazima usikae pamoja na dhambi. Na neno la Mungu liko wazi. Kwa mfano kwenye Zaburi ya 97 ule mstari wa 10, neno la Bwana linasema kwenye mstari wa 10, Zaburi ya 97, enyi mumpendao Bwana uchukieni uovu. Enyi mumpendao Bwana uchukieni uovu. Huwalinda nafsi zao watauwa wake na kuwaokoa na mkono wa wasio haki. Kwa wakati mwingine tunakosa ulinzi kutoka kwa Mungu, tunakosa kulindwa na Mungu kwa sababu hatuchukii uovu, hatuchukii dhambi, hatuchukii zinaa, hatuchukii uongo, hatuchukii uizi, hatuchukii matendo maovu yote, hatuchukii uasherati. Kwa sababu tunashindwa kuchukia hayo, kwa hiyo ile hali ya kuto kuyachukia maovu inatufanya kwamba hata ulinzi wa Mungu ukae mbali na sisi. Kwa Mungu ana hizo sifa ambazo amezitaja kwa ajili ya watu wanaompenda. Kwa sasa nataka nione kwamba ninampenda Mungu wangu. Mungu anasema hauwezi kumpenda Mungu kama umtafuti, huwezi kumpenda Mungu kama umtolei sadaka, huwezi kumpenda Mungu kama ndani yako haufanyi kazi yake, hauwezi kumpenda Mungu kama hauchukii uovu, huwezi kumpenda Mungu. Lakini sifa nyingine ni kwamba Mungu anasema wanaompenda lazima wamwamini. Lazima wamwamini, yani lazima uamini kwamba Mungu wako, kwanza uamini ni Mungu wako, lakini pili uamini kwamba huyo Mungu yupo. Sawa sawa na kile kitabu cha Waebrania. Tukisoma Waebrania ile sura ya 11 ule mstari wa 6, Mungu anatusemesha kitu pale. Kwenye Waebrania 11 mstari wa 6, Bwana anasema, lakini pasipo imani haiwezekani kumpendeza. Kwa maana mtu amwendaye Mungu lazima aamini kwamba yeye yuko na kwamba huwapa thawabu wale wamtafutao. Sasa kama humwamini na huamini kwamba Mungu yupo, manake humpendi. Kwa ukiwa unampenda, manake utaamini kwamba huyu Mungu yupo na huyu Mungu ni wangu, mimi ni mtumishi wake, mimi ni mtu wake. Sasa hizo ni sifa baadhi, lakini wewe unaweza kaangalia pia unaposoma maandiko Mungu akakutajia na sifa zingine, lakini hizo ni sifa ambazo ni nyeti sana, ni sifa kuu sana kwa mtu ambaye anasema mimi ninampenda Mungu wangu. Kwa hiyo mtu wa Mungu, ninapenda kuendelea kukutia nguvu kwenye neno la Mungu, na ujue kwamba namna ya kujikagua ndani yako kwamba okay, moyo wangu nimeuelekeza kwa Mungu kwa kiasi gani, moyo wangu unampenda Mungu kiasi gani. Nikijitazama kwenye hizi sifa, je, ninajiona kwenye sifa ngapi? Ninajiona kwa asilimia ngapi kwamba ninampenda Mungu wangu aliyeniumba, Mungu wangu wa mbinguni? Mungu akubariki sana, Mungu akusaidie, Mungu aendelee kukunyanyua, Mungu aendelee kuwa pamoja na wewe katika kila hali, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, mwana wa Mungu aliye hai. Amen.